Lea. Peni Mike. Mwalimu, naomba kuuliza kuhusu masomo ambayo tumeyapitia ya asili na tabia za mtu. Nilikuwa ninaomba kuuliza kwamba tumezaliwa pande mbili, kwa baba na kwa mama. Mtoto anachukua hiyo asili au tabia kutoka kwa baba au kwa mama. Au ni sehemu zote anachukua sehemu. Jamani, si mmezaliwa eti? Mtuambie. Mtuambie basi. Hamtaki? Karibu, peleka mic hapo. Wewe umeona wapi wewe? Mimi sikuwa sijapaona huko. Mimi nilikuwa nimeona huko. Anza sasa kwanza hapo, baadaye twende ulikoona. Asante. Naomba nijibu swali la mama. Ndio. Kwamba tunalisi tabia kutoka upande mmoja. Mimi ninachokiona hapo na ninachokielewa, tunalisi tabia pande zote mbili. Asante. Asante. Peleka tena ulikokuwa umeona. Nani mwingine? Bwana Yesu asifiwe. Mimi nijibu kidogo kibiolojia, alafu nitamalizia na mawazo nayofikiria. Tukienda kibiolojia, mtoto huwa ni matokeo ya kromosomu 23 kutoka kwa baba na kromosomu 23 kutoka kwa mama. Kwa hiyo combination ya hizo ndizo zinazotoa mtoto. Lakini katika hizo kromosomu, au kwa lugha nyepesi naweza kusema seli, kuna seli zinazodominate, zinaitwa dominant seli. Kwa hiyo inategemea tu, lakini mtoto ni combination ya baba na mama. Lakini bado katika hiyo combination kuna hizo nani tunaweza kusema seli, yani kuna zile zinazodominate, yani zinatawala. Kwa hiyo unaweza kukuta ni kama unamuona ana tabia za baba, lakini bado za mama kwa namna moja au nyingine zimo. Bwana Yesu asifiwe. Nikija kwenye mawazo yangu ya haraka, tabia ni matokeo nafikiri ya kuzaliwa, lakini vile vile pamoja na kufundishwa, yani katika makuzi mengi unakuta yanafanywa na mama. Wa baba wanakuwa busy sana. Kwa hiyo unakuta ukipata mama mzuri kalea vizuri, kwa tabia nyingi zinalisishwa kupitia baba. Asante sana. Kupitia mama, sorry. Kuna mwingine? Kuna mkono hapo. Mtoto anazaliwa na baba na mama. Kwa hiyo moja kwa moja anaweza akachukua tabia zote kwa ujumla. Akachukua asili ya baba na akachukua asili ya mama. Maana hao wote ni wazazi wake na uhai wake umetengenezwa na hao. Okay. Mama, umejibiwa? Tunarudi sasa kwenye muuliza swali. Pelekee Mike. Amejibiwa. Pengine ana swali la nyongeza. Nimesikia majibu kutoka kwa wanafunzi wenzangu. Sasa nitegemea kwa mwalimu, maana nilikuwa naona kama vile tumeelekea sana kwa baba katika maelezo ya mwalimu. Okay. Biblia inasema, msingi wa Biblia unasema Mwamoli alikuwa baba yako na Mhiti alikuwa mama yako. Kwa hiyo Mungu anaeleza watu wote wangapi? Wawili, kama ndiyo sehemu
ya asili ya nani? Ya mwanadamu. Bwana asifiwe. Haleluya. Nadhani imeeleweka. Kuna mtu mwingine? Peleka, kuna mkono huko. Jana nilinukuu wazo kutoka kwako, ukasema ya kwamba familia duni hupingana na ukweli. Swali: familia zinazoonekana zimefanikiwa ni kweli kwamba zinaambatana na ukweli wote? Jibu lako linalijibu muda sio mfupi, maana ndo mada ninayoiendea. Bwana asifiwe. Lakini kwa haraka naweza nikakujibu kwamba ili uende hatua ya pili lazima kuna ukweli umeupita. Tunaelewana eh? Yaani ili uende hatua ya inayofuata lazima kuna ukweli umeupita. Tunaelewana eh? Yes. Kutegemea na kile unachotaka kukiendea, kwamba kuna ukweli unaupita ndipo ufike kule unakotaka kwenda. Bwana asifiwe. Kama maswali yameisha, niende kwenye mada ya leo. Mesha, si umekuja leo tu? Hilo swali si utakuwa ulikuwa nalo siku zote, wala sio la kwenye semina hapa. Karibu. Kumbe mchungaji siku zote huwa nipo kwenye semina, lakini unioni, nimeelewa hilo. Juzi ndio ulionekana, ila jana haukuwepo. Karibu. Sawa basi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu ambacho ningependa mimi leo kukielezea ni mara baada ya kupata maelezo haya, imenibidi kwenda kuulizia kidogo nipate dondoo za kule ambako chimbuko linatoka. Ukweli jamani, chimbuko linaweza likakufanya ukalia. Lakini nimekuja kugundua majina mengi sana ya kwetu, na mpaka kupata nafasi ya kujua asili yao, wamekuwa wapi. Na nimepata mpaka na majina mengine ambayo yamekuwa ni ya ndani, ambayo si rahisi kuyajua, lakini mpaka na babu wa babu yangu nikawa nimempata. Kwa hiyo ni ukweli na uhalisia wa kwamba tuna kila sababu ya kuzitafuta asili zetu na kuzifahamu ili kusudi tuweze kusimama na ukweli. Asante. Okay. Asante. Kuna mtu mwingine? Peleka mkono kwa Yuda huko umenyoshwa. Bwana Yesu asifiwe. Majuzi uliweza kuzungumzia habari ya asili, kwamba usipoitambua asili huwezi kutoboa. Sasa ukasema asili haiwezi kutolewa au kubadilishwa au tuseme kuondolewa kwa kufunga au kwa maombi, ila ni kwa kuijua asili. Ukiijua basi asili inaweza ukaishinda ama ukabadilika. Sasa nimeangalia katika ile Mwanzo sura ya 18 mstari wa 14, inazungumzia habari ya Mungu. Anasema hakuna jambo lililo gumu la kumshinda. Alikuwa anaambiwa Sara, maana Sara alicheka alipokuwa anaambiwa atapata mimba kulingana na umri wake, akacheka, maana yake ilikuwa haiwezekani. Sasa Mungu anamwambia yote kwa Mungu inawezekana. Sasa swali, je, kama Mungu anaweza yote, inashindikanaje kwenye asili kuibadilisha? Iko sawa. Moja ya kazi Yesu alizozifanya, kulikuwa na lakini pia alifundisha. Kuna vitu vinavyotengenezwa kwenye mafundisho, kuna vitu vinavyotengenezwa kwenye maombi. Tunaelewana eh? Na kuna vitu vinavyotengenezwa kwenye maamuzi, kwenye amri au mamlaka ya mtu alionayo.
Kuna vitu ambavyo Yesu alikutana navyo aliviamuru vikaondoka, na kuna vitu alivyokutana navyo alitoa elimu. Na Biblia inasema kwamba mimi ndimi Mungu nikufundishaye wewe ili upate faida. Kwa kuna vitu vinahitaji kufundisha. Kupitia elimu ya neno la Mungu inakusaidia kufikia malengo unayoyatarajia. Kumbuka, tunapozungumzia asili tunazungumzia life experience, maisha ya kila siku ya mtu ambayo Mungu anayatarajia yabadilike kuwa ibada ya muda mrefu. Huo ndio ukweli wa Mungu unaotakiwa kuwepo. Tunarudi kwenye Kiswahili. Unafanya hivyo? Ukisema hapana, haujamwamini Yesu, hauombi. Unaelewa? Kwa sababu kwa mazingira hayo kwamba ukamilifu wa mwanadamu, kuna sehemu inatengenezwa na maombi, kuna sehemu inatengenezwa na elimu. Unaelewa? Kuna sehemu inatengenezwa na maelekezo ya jumuiya hiyo ambayo inasafiri pamoja. Vyote vinatengeneza ukamilifu wa mtu mbele za nani? Za Mungu. Kwa hiyo hauwezi ukabaki na kitu kimoja katika mazingira ya kukifikia lengo linalohitajika kufanyika kwetu. Kwa hiyo kuna vile ambavyo Mungu anavifanya kwetu mara moja, kuna vile ambavyo sisi tunahitaji kufanya nini? Kuvifanya. Kwa mfano, hakuna kitu kisichowezekana kwa Bwana. Ana uwezo wa kutuamuru sisi sote tukaamini. Si hakuna lisilowezekana kwake. Kwa nini asituambie basi wote muokoke leo? Lakini ameacha hiari ya kila mtu kufanya maamuzi ya kumwamini nani? Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kwa hiyo tunapozungumza hakuna lisilowezekana, ninakubaliana na hilo kwamba ni kweli hakuna lisilowezekana. Lakini katika vitu vingine vinahitaji elimu. Bwana asifiwe. Haleluya. Unapoifuata ile elimu unakutana na kile ulichonacho. Na kama uliwahi kunisikiliza siku moja nafundisha habari ya kukua kiroho, wengi huwa wanaamini maombi yanamfanya mtu kukua kiroho. Lakini kimsingi mtu anakuzwa kiroho kwa kusoma neno la. Tunaelewana? Kwa kusoma neno la. Kwa kuna vitu vingine vinatengenezwa na elimu ya neno la Mungu. Unaanza kuusogeza, kuutengeneza huo ukamilifu wako unaohitajika kufanyika kwepo. Kwa sababu hata kule kuamini tu kwamba hakuna lisilowezekana kwa Mungu, ni elimu inatakiwa itangulie. Bwana asifiwe. Lazima ufundishwe kwanza, ufikie hicho kiwango cha kuamini. Na hapa ndicho ninachokisema hapa, ili kufikia hiyo hatua ni lazima kuna ukweli unapaswa ukubali. Kwamba hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Kuna ukweli unatakiwa ufikie ndipo litokee. Bwana asifiwe. Haleluya. La sivyo watu tusingekuwa na changamoto tulizo nazo. Si karibu kila mtu hapa anaamini. Lakini kwa nini hujajibiwa? Ili ufike pale unapotaka kwenda, kuna ukweli umewekwa. Ni lazima ukubali ndipo upite kwa mazingira yanayowezekana kufanyika kwa hapa. Kwa hiyo inawezekana kwa nafasi hiyo. Ila ukihitaji kuomba ni sawa, ndio hao tunaowaona waombaji, anaomba anakemea kila kitu, ila akimaliza tabia zake za kawaida zinaendelea kuwepo. Sura nalo anaomba, kwani hawaombi? Nilikwambia jana kwamba kuna watu akisimama hapa mapepo yanadondoka yenyewe huko hata kabla hajaanza kufanya kitu chochote. Lakini akiondoka pale anaenda kupumzikia kwenye pombe za 180, machupa yale marefu. Sio, unanielewa? Anaanza kupumzikia hapo.
Na huo mtu unaweza kukuta tayari ana hawala ambaye anatarajia kwenda kupumzika naye, ila huku mapepo walikuwa wanasarenda, wanakimbia wenyewe mapema sana kwa mazingira yanayowezekana kufanyika kwao. Na kuna wengine wamewahi kufanya hizi huduma kwa mazingira ya viwango vikubwa sana, lakini leo unaenda kumkuta aidha ni mlevi au alishakuwa mpagani, hawezi hata kwenda kanisani. Unaanza kujiuliza, huyu si ndiye alikuwa mchungaji wa nani anasengera kwa? Kwa nini? Elimu ni ya muhimu kukufikisha mahali pale, na ndio maana hata Yesu akawaambia kwamba lazima kweli iwaweke huru. Kuna vitu vinazungumzwa, kuna mahali Mungu anazungumzia ni kama anaipa nafasi kubwa imani, kwamba pasipo imani haiwezekani kufanya. Lakini hiyo imani inaelezwa kwamba imani bila matendo haijafanya nini? Haiwezi kufanya kitu chochote. Hayo matendo yanatengenezwaje ili imani iwe na matendo? Analazimika kurudi kulisoma neno la nani? Kwa hivi vitu vinategemeana. Ili kufikia hatua ya kumwamini Mungu kufanya jambo, maana yake kuna ukweli unatakiwa ukutane nao na uamini, halafu ndipo kusogeze. Kwa mtu aliyeamini kweli mbili hawezi kulinganishwa na aliye na kweli moja. Wala yasema Bwana asifiwe. Haleluya. Ni sawa na miaka ya mtu ambavyo huwa haiwezi kukutana. Kuna miezi 9 ya tumboni, hata siku moja uwezi ukaikutana nayo. Ukishazaliwa tu inafutika. Unaanza siku moja kamefanya nini? Kamezaliwa. Baadaye miaka 30, siku umefariki, anaanza amemaliza wiki tangu afariki. Hii ni miaka ambayo huwa haiwezi kuungana. Wala yasema. Lakini binadamu ni, kwa nini tusimjumlishie kwa ile miezi 9 ya tumboni? Kwa nini tusihesabu tukasema kwamba sasa ana miezi 9, ana miezi 11, ana miezi 12, tunajumlisha na ya wapi? Kwa nini tunaanza na 0 wakati binadamu ni? Kwani hiyo miezi 9 ya tumboni ilikuwa ya nani? Si ya yeye. Mbona tunaiweka pembeni? Ni muunganiko wa mazingira yanayowezekana kufanyika kwapo. Kwa hiyo ni kweli hakuna kisichowezekana kwake. Ukimwamini Bwana yote yanawezekana. Yanawezekanaje? Kuna mambo yanamalizwa elimu ya neno la Mungu. Yanawezekanaje? Kuna vitu vinahitaji maombi ili viondoke. Vinawezekanaje? Kuna vitu vinahitaji imani. Kwa kuna mahali watu walionyesha imani, Mungu akatenda muujiza. Kuna mahali watu walikaa na yeye siku 5 wanasikiliza mafundisho. Unaelewa? Wanasikiliza mafundisho, na Biblia inasema akakaa mlimani akifundisha mpaka wakati anataka kuachia, anawaambia watu wana njaa hawa, wapeni chakula wale kwanza ndipo waende. Ambia hatuna chakula, tuna mikate 2, akawatengenezea na muujiza wakara. Walikuwa wamekaa kusikiliza mafundisho. Bwana Yesu asifiwe. Masa na Mariamu, mmoja akashughulika kuandaa akiwa na huduma na swala la ukarimu, lakini Mariamu akaketi kumsikiliza nani? Bwana. Jibu la Masa alilojibiwa alipolalamika, aliambiwaje? Mariamu amechagua fungu lililo jema. Kwa nini? Amekaa kunisikiliza mafundisho yenye uzima. Kwa hiyo inawezekana, vyote vinaweza vikafanya kazi. Kwa hiyo hata hiki kinahitaji mafundisho ili utoke. Una wokovu tayari. Tunapozungumzia asili, nazungumzia vitu ambavyo huyu mtu tayari ana wokovu. Nani hajamwamini Yesu hapa? Bwana Yesu asifiwe. Nani hajamwamini Yesu hapa? Hapa wote wameshamwamini Yesu. Ninazungumza vitu ambavyo vinawafanya watu wasitembee vizuri kwenye wokovu. Hivi ni moja ya vitu vinavyomzuia mtu asitembee vizuri kwenye nini? Kwenye wokovu. Unatamani ungelikuwa mhubiri mzuri, lakini kuna vitu vimekufanya usifanye hayo mambo. Kuna vitu unataka unatamani kuviishi, lakini kuna muda unajikuta hujavifanya. Nini kinakufanya usifanye? Na tayari una Yesu, tayari una Roho Mtakatifu. Kwa nini usivifanye hivyo vitu? Nini kinakuzuia?
Hicho ndicho tunachodili nacho hapa sasa. Kwa hiyo nafikiri hata ambao hawajaja kwenye semina ni kweli wana sababu za kutokuja. Sio, unaelewa? Hapana. Kwa sasa hivi ukiangalia hata baadhi ya makanisa, ili watu waje kanisani, watu wanatishwa. Sio, unaelewa? Watu wanatishwa. Wewe uliyewahi kuombewa mapepo unaambiwa yatarudi yawe 12. Wewe uliyewahi wanaambia yani shida zote utapata hasara kwenye biashara, kwa nini usifunge ukaenda? Unakuta semina watu wamejaa. Unakuta ni semina zilizojaa za watu wenye matatizo, wanasubiria unasemaje. Ukisema mkesha, watu wanakesha. Kwa nini? Kwa sababu ya matatizo. Sio kwa sababu ya kumjua Mungu. Ukimjua Mungu, neno lake linakuweka huru, hauwezi kuwa mtumwa tena. Kwa hiyo kuna ukweli ambao unapaswa ukubali ili usizuiliwe sehemu uende sehemu nyingine. Kuna wakati hauhitaji kuwaza kama nje kuna wachawi. Sio, unaelewa? Kwa nini? Kuna ukweli unaopaswa kuupita, halafu usiwaze kama kuna wachawi. Na hata ukielezwa habari za wachawi, usiione kama agenda. Mtu mwingine akiambia kwamba hamarogia hena, hata mahubiri yanaweza yakabadilika. Kwa nini? Kuna ukweli unapungua kwenye hayo maisha yake ya imani. Sasa tuangalie kwamba hii asiri ya mtu, vitu vingi mara nyingi vya asili vinapingana na baadhi ya kweli ambazo mtu anapaswa kufanya nene, kuziamini. Sasa kila ambacho nataka kuzungumza hapa ni kuonyesha kwanza madhara ya mtu kukataa ukweli kwa sababu ya asili yake alionayo. Ni kwamba ukweli ni msingi wa maisha, lakini mara nyingi binadamu hukataa ukweli, na anapopingana na matamanio yao, imani zao kwa mazingira yaliyopo, aidha kwa maslahi binafsi au kwa sababu zake tu za kibinafsi alizonazo, mtu anaamua kupingana na huo ukweli kwa sababu kuna tu vitu ambavyo pengine ni twa kwake, au kuna maslahi fulani anayo yaona. Kwa hiyo anaamua kutokukubaliana na ukweli ulioko pale. Na kukataa ukweli kunaweza kutokea kwa sababu ya hofu, kiburi, hata upotevu wa maarifa. Yaani mtu anaweza akakataa ukweli kwa sababu ya kiburi, kwa sababu ya hofu, pengine ameogopa au ametishwa. Kwa hiyo anaamua kukataa ukweli kwa sababu ya vitu vinavyoonekana, au ni kukosa, ni kupoteza, ni kutokuwa na maarifa. Unakosa, yani unaukataa ukweli kwa sababu huna maarifa yanayoweza kukuonyesha kwamba huu ni ukweli na una uwezo wa kufikisha hapa. Hii ni hali inayoweza kuleta madhara makubwa kwa mtu binafsi, jamii kwa ujumla. Kwamba mtu akianza kutengeneza tabia au hali ya kutokukubaliana na ukweli. Mfano, Biblia inasema tunapata mafanikio kwa kufanya kazi. Huo ndio ukweli wa nini? Wa Biblia. Kwa hiyo mafanikio ambayo Mungu anayatambua ni yale ambayo mtu anayapata kwa kufanya kazi. Huo ndio ukweli wa nini? Wa Biblia. Wewe unakataa, unatarajia nini? Unatarajia nini ukikataa? Rushwa, wizi, ujambazi. Sio, unaelewa? Kwa sababu ukweli ni kwamba
Mungu anakubariki kwa kufanya kazi. Wewe huo ukweli unaukataa. Kwa hiyo ili uende kwenye yale mafanikio, unalazimika utumie rushwa, utumie wizi, uongo, vitu ambavyo viko kinyume na nini? Na ukweli. Sasa hakuna madhara kwenye jamii. Jamani, rushwa inawaacha watu salama. Wizi unamwacha mtu salama. Sasa ukweli ni kufanya kazi. Ukifanya kazi, kwanza kwenye hiyo kazi kuna watu wananufaika. Nilikwambia siku ile wakati tunazungumzia habari za Petro, alipoambiwa kashushe nyavu, alipowavuta wale samaki wakawa wengi, akawapungia na wengine. Tunaelewa? Akawapungia na jamani, mje wakaja wakapakua zile samaki. Kwa na wengine wakanufaika kwenye hiyo kazi, kwa mazingira yanayowezekana kufanyika kwa hapo. Bwana asifiwe. Moja, mtu anapoukataa ukweli, jambo la kwanza linalotokea ni kujifunga katika ujinga na kudumaa kimaendeleo. Mtu anapoukataa ukweli, anajifunga katika ujinga na kudumaa kimaendeleo. Watu wanaokataa ukweli wanajifunga katika ujinga kwa hiari, na hawako tayari kujifunza na kupokea maarifa mapya yanayoweza kuboresha maisha yao. Kwa mfano, jamii inapokataa sayansi na teknolojia kwa mazingira yale yaliyopo, kwa mfano kwa kipindi tulichonacho leo, unatarajia hayo maendeleo yanayohitajika kwenye huu ulimwengu utayafikisha wapi? Malayase. Mimi nilikuwa na Mkristo mmoja akakutana na wahubiri wa Kisabato, wakamhubiri na simu akauza. Wakamwambia simu ni dhambi, simu ni nini, na akaachana na simu, akabaki mtu tu. Kwa hiyo ikabaki mkutana naye tu live. Kwa baba simu yana siji nini yana mazingira ya kuwepo. Kwa hiyo haya simu yanaharibu afya zetu, yanafanya siji nini. Kwa hiyo akaweka simu pembeni huko na nini. Hahitaji simu, hahitaji kwa mazingira yanayowezekana kuwepo. Sasa kwa teknolojia ya leo, unakataa ukweli uliopo, utaenda wapi? Utaenda wapi? Yaani watu waanze kukutafuta kama mbuzi leo. Kwenye huu ulimwengu wa sasa, watu wakutafute kama mbuzi. Kwa sababu sasa hivi waliobaki na kazi ya kuwatafuta watu kama mbuzi ni majasusi tu. Majasusi tu ndo wanaweza kufanya hiyo kazi. Kwa sababu wanajua wakitumia teknolojia wataonekana kwa haraka. Kwa hiyo wanalazimika waende. Sura nielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo mtu unapokataa ukweli, tarajia ya kwamba kuna vitu unavipoteza kwenye maisha yako. Sasa asiri ni moja ya tabia ambazo zinawafanya watu kutokukubaliana na nini? Na ukweli. Kutokukubaliana na nini? Na ukweli. Biblia inasema mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Kwa nini hatendi dhambi? Kwa sababu uzao wa Mungu watokana na nani? Sasa ndivyo mnavyofanya. Na wauliza, ndivyo mnavyofanya? Sasa matokeo ya kufanya dhambi inakuwaje? Kuna watu leo hawawezi kuja kanisani. Kwa nini? Maana kuna mchepuko wa mume wake au kuna mchepuko wa mke wake. Si ni madhara ya kukataa ukweli? Maana ukweli unasema ukimwamini Yesu hauwezi kutenda nini? Dhambi. Na wewe nguvu ya asili nakwambia ni kitu ambacho hakiwezekani hicho. Utatubu. Sasa unapotenda dhambi unaleta mgawanyiko. Hauwezi kufikia viwango vinavyohitajika. Mungu hajihusishi na watu wenye dhambi. Hawezi kushusha utukufu wake ukafanya kazi katikati ya watu wenye
dhambi. Kwa nini? Wameukataa ukweli. Jambo la pili ni kupoteza uhalisia na kuishi ndani ya uongo. Mtu anapokataa ukweli anapoteza uhalisia na kuishi ndani ya uongo. Mtu akikataa ukweli anapoteza ule uhalisia na kuishi ndani ya uongo. Kukataa ukweli ni kusababisha mtu kuishi katika hali ya kujidanganya, na badala ya kukubaliana ya kukabiliana na changamoto za maisha kwa ukweli, mtu hujenga taswira ya uongo inayokidhi matarajio yake ili aweze kusababisha maamuzi mabaya ambayo hatima yake huleta athari na mwelekeo ambao sio mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Leo ukitaka kufanikiwa watakatifu, mtu akuelewe rahisi, mdanganye. Tunaelewana? Fanya nini? Mdanganye. Nimeona leo ka kripu kana kauli 3. Kauli ya kwanza imenukuriwa, kauli ya Doto Biteko. Anasema ana ziara ya kwenda Kenya kutafuta wadau wa kuuziwa umeme unaozalishwa kwenye bwawa tulilotengeneza. Yaani kuna umeme unazalishwa kiasi cha kuuzwa. Kauli ya pili ikawa ni ya mama yetu. Yenyewe inasemaje? Maeneo haya tumeshaweka utaratibu na mikataba, tunataka tuwanunulie umeme kutoka Ethiopia ili muwe na umeme wa uhakika. Unanielewa hiyo? Kauli ya 3 hii ni ya Magufuli, inasema hivi: kuishi na umeme kutoka kwa jirani, mtu mwingine, ni kumruhusu mtu kukunyanyasa. Muda wowote anaweza kuamua kukata umeme na usimwambie lolote, si ni wa kwake. Usalama wako unakuwa kidogo. Akatumia maneno sio mazuri sana, ukiyasikiliza wewe naweza nikiyatumia hapo naweza kani koti vibaya. Usinaweza. Kauli ngapi hizo? Niambie, tunataka utupe ukweli kwenye hizo kauli. Unaweza kutupatia? Unaweza kutupatia? Kwa hiyo ukiukataa ukweli unamfanya mtu aishi kwenye uongo, kwenye udanganyifu. Si ukweli umeukataa. Mtu anafaulu mtihani kwa kujisomea na kukumbuka vile alivyofundishwa. Wewe unamwambia kuna mafuta ya upako. Ukweli ni kwamba mtu anafaulu vizuri kwa kujisomea na kuelewa kile mwalimu alichomfundisha na kuweka kumbukumbu ya kile alichojifunza. Anafaulu vizuri. Badala yake unamwambia kuna mafuta ya upako. Tunayaona maisha yanavyowezekana kwa. Bwana asifiwe. Haleluya. Jambo la 3, kukataa ukweli. Ukiukataa ukweli ni migogoro ya kijamii na kusambaratika kwa mahusiano. Yaani ukikataa ukweli unasababisha migogoro kijamii na kusambaratisha mahusiano. Watakatifu, ukweli wa mume na mke ni kuishi hawa watu kwa uaminifu. Bwana asifiwe. Ukweli ni kwamba mume na mke wanapaswa kuishi kwa nini? Kwa uaminifu. Na Biblia inasema watosherezane. Watu wangapi? Niambie, tunapouacha huo ukweli kinatokea nini kwenye familia?
Si unaelewa? Leo wewe umekulia kwa mjomba kwa sababu wazazi wako walikataa ukweli. Si unaelewa? Leo wewe umekulia kwenye kituo cha watoto yatima kwa sababu ya wazazi wako walikataa ukweli. Na wakati mwingine ukiangalia vitu ambavyo vinawafanya ni tabia tu za asiri. Si unaelewa? Mtu anakoti tu kwa mazingira yake, mtu anakoti tu kwa mazingira yake, kwamba ukiangalia kule nyuma unawaona kaka zako wote wana watoto wa nje karibu 6 8 wangapi, si ndio? Dada zako wameolewa wakiwa wamezaa watoto nyumbani. Si unaelewa Kwa haya baba yako ana watoto wa nje. Wapo kaka zako na nani aliozaliwa nje. Babu yako kuna baba zako wadogo wa nje. So unaelewa kitu kama hicho tu. Ni kitu kama hicho tu kinachomfanya mtu anashindwa kuamini ukweli wa Biblia nao utaka mume na mke wataambatana nao watakuwa mwili mmoja. Lakini kwa sababu babu hakufanya hivyo, bibi hakufanya hivyo, shangazi hakufanya hivyo, nani hakufanya hivyo, kuna sababu ya mimi kutokufanya. Kwa hiyo unaukataa ukweli, halafu unazalisha vitu vingine kwa mazingira yanayowezekana kufanyika kwa. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Jambo la 4. Nafikiri umenielewa, si ndio? Kuna mtu anielewe ninakoenda? Japo nina kasipidi kidogo, nataka niwaachie watu. Leo hali ya hewa sio ile kama ya jana. Kwa hiyo ndio watu wapate nafasi kidogo. Nataka nizimalize kidogo hapa, alafu baadaye uone kila ambacho kinawezekana kufanyika kwa hapo. Kwamba katika jamii ukikataa ukweli unaleta migogoro. Watu wanaoshikilia uongo au imani potovu huwezi lazima upingane na watu wengine wanaojaribu kuleta ukweli. Hii inaweza kuleta athari kwenye mahusiano, kifamilia, kikazi, kisiasa. Mfano, siasa potofu, siasa za kupotosha na propaganda zisizo na ukweli zinaweza kusababisha majanga na kuleta mafarakano kwenye jamii. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Lakini jambo la 4, kukataa ukweli unaweza ukasababisha athari za kiafya na kisaikolojia. Kukataa ukweli kunaweza kukasababisha athari za kiafya na kisaikolojia. Ni kwamba kukataa ukweli kunaweza kusababisha msongo wa mawazo, huzuni na hata matatizo ya akili. Mtu anaweza kupuuza ukweli wa matatizo yake ya kiafya. Kwa mfano, anachelewa kupata matibabu, hatimaye kuishi maisha yaliyo mabaya zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, nikupe tu mfano mtu mmoja. Nikiwa Chato, jirani yangu kuna kijana alianguka na pikipiki. Umeelewa? Alipoanguka na pikipiki akaumia kwenye hii joint ya mguu hapa. Pakaumia kwenye hii joint ya nini? Ya mguu. Alipofika nyumbani wakabishana na wazazi. Wakamwambia, hapa huwezi kupona hapa. Ukienda hospitali, nenda kwa wale wanao. Sura nielewa? Nenda. Mimi nilikuwa jirani, nilikuwepo. Nikamwambia ni hivi, hakuna mtaalamu wa asili anayeweza kukusaidia hii joint. Nenda hospitali. Kwanza sasa hivi ina maji, ina damu, ina vitu vimevujiria. Mtaalamu unayemwendea hawezi kuvitoa. Vikatolewe, halafu ndipo utengenezwe hiyo mishipa iweze. Kwa sababu hii ni mishipa imetuna hapa. Hawakukubaliana. Wakabeba, wakaenda kwenye yule wa kufanya hivi. Baada ya mwezi mmoja, mguu ulikuwa mweusi kuanzia hapa kama unachokiona kiatu changu hiki mpaka huko. Walipokuja kumpeleka Bugando akakatwa mguu hapa. Leo anatembea. Unanielewa vizuri
Ukweli una hasara. Sura nero Kuna watu wameambiwa kwamba jameni mke wa mtu sumu, mume wa mtu sumu. Wamekataa. Hawakukubaliana na huo ukweli, akalazimisha. Sura nero Kilichokwenda kutokea, sijui alirogwa, sijui alifanywa nini. Leo ni chizi anaokota makopo mjini. Tunaelewana? Leo ni chizi anaokota makopo wapi? Mjini. Kwa hiyo unapoukataa ukweli unajitengenezea madhara. Unaweza ukawa chizi. Yaani unaamka asubuhi wewe unafikiri ni jioni, kumbe ni asubuhi. Kuna watu walishakataa ukweli, ukimwambia neno anakutukana matusi hayajawahi tokea. Yaani hata hayuko vizuri kwa mazingira yanayowezekana kuwepo. Jambo la 5, ukiukataa ukweli. Ukikataa ukweli, jambo la 5, unapoteza uaminifu, heshima na thamani ya utu wako. Ukiukataa ukweli, unapoteza heshima na thamani ya utu wako. Wewe nenda tu unajumlishia vitu mbalimbali. Watu walikuamini kukupa pesa, ukawa sio mwaminifu, ukawa unazitumia fedha zao vibaya. Leo hawawezi kukuamini tena na hawawezi kukusaidia kwa sababu wewe ni mtu ambaye sio mwaminifu. Sio, unaelewa hapo? Wewe sio mtu mwaminifu. Kwa hiyo hawana muda na wewe. Kila unapoenda huyu mzee achana nayo. Unaonekana kama, lakini watu walisha kudharau. Kwa nini? Umepoteza heshima yako, thamani yako. Kwa nini? Umekataa ukweli. Kuna ukweli ukiukataa, hakikisha. Tunaelewa? Mtu mmoja aliambiwa habari ya ukimwi, akaambiwa lakini sasa wewe utakwenda na ukimwi na pupa yako ilionayo hii haiwezekani kufanyika kuwepo. Alikuwa anapewa, amehudhuria ka semina ka Amref, amedanganywa hivi: ukiwa unafanya ngono kavu, yani kwa maana ya kwamba hamjaandaana kwa kiwango kinachotakiwa, kuambukizwa ni rahisi. Lakini ukimwandaa kwa kiwango kabisa, si nini na yani sio rahisi. Akaambiwa lakini unaujua ukimwi wewe? Kamba tumeambiwa kabisa. Lakini haya, ulipofundishwa hivyo uliambiwa ina asilimia ngapi? Kwa sababu hakuna fundisho la wanasayansi lisilo na asilimia, na mwanasayansi hana fundisho la 100%. Hana. Mwenye fundisho la 100% ni Biblia tu. Wakati mwanasayansi anasema tumia kondom, Biblia inasema kimbia zinaa. Unaelewa? Wakati mwanasayansi anasema sijui baki njia kuu, sijui kuwa na wawili, sijui fanya, Biblia inasema uasherati na uzinzi utahukumiwa adhabu. Kwa Biblia ndo ina maneno ya 100%, sayansi ina 100%. Utakuuliza ulipoelezwa hayo mafundisho uliambiwa ni kwa 1% ngapi? Anasema haya twende. Akaenda sasa kwenye system, mtaalamu wa kuandaa. Mtaalamu wako tulishamzika. Sasa hivi tunavyoongea hivi ni tulishamzika. Tulishamwandaa zamani. Na kaburi lake lipo linahitaji wa kwenda kulipalilia. Unanielewa vizuri? Mwingine naye akajidanganya kwenye sera hiyo hiyo. Anaambiwa watu wa group O, sijui O positive, sijui nini,
hawaambukizi ukimwi. Jamani, hawa watu swali langu mimi huwa ni dogo tu. Kama sayansi inakuambia mwenye grupu O hawezi kuambukizwa VVU, ni kwa asilimia ngapi? Niambie. Sasa wewe una uhakika uko kwenye hizo asilimia za chini au za juu? Maana inaweza kawa asilimia 60 ukawa kwenye asilimia 60 au kwenye asilimia 40. Biblia yenyewe inatuambia neno moja, hakuna cha grupu O, grupu C, grupu D, si grupu nini. Hakuna cha grupu. So unaelewa? Biblia inasema endapo utakataa kutii, magonjwa haya yatakufuata na kukupata. Asilimia 100, sio 6, sio 5, sio 90. Endapo utashindwa kutii, magonjwa haya yatakufuata na kukupata. Huo ndio ukweli wa Biblia unasema. Sio, unaelewa vizuri? Kwa mazingira yanawezekana kufanyika kwa hapo. Jambo la tano hilo nilikuwa nazungumza, kwa mazingira yanawezekana kwa hapo, kwamba watakatifu, mtu anayekataa ukweli mara kwa mara anaweza kupoteza uaminifu na kwa watu wengine, lakini pia watu hupoteza imani na yeye kwa sababu wanamtambua kuwa hawezi kukubaliana na ukweli, na pale anapokuwa wazi kwa mazingira walionayo, watu hawawezi kuwa pamoja na wewe, wanakuacha. Wanakuwa pengine ni mbishi. Wanapowaza kitu watu wanasema kama nani, wasema hapana, mwacheni huyo, ni mbishi mno. Hata kama ni kamati, hauwezi ukaitwa kwenye kamati. Utakuja kuunganishwa kwenye kamati mwishoni. Kwa nini? Wanakujua wakikuita mwanzoni wewe ni mbishi, utaharibu mpango. Wala yasa. Si mnawajua watu wabishi? Huwa tunawachenga wabishi. Kwanza mbishi akiingia mnabadilisha agenda mliokuwa nayo. Akiingia tumesha kwamba tana hapa sasa hivi tumeshamaliza, hakuna issue hapa. Wanaje hivi, siku ile nilikwambia kweli ile issue yetu ya kule itakuwaje kweli tukinani? Alisemaje kweli yule jamaa? Huo muda tulikuwa tunaongelea mechi ya Simba na nini na Yanga. Ila sasa anayekuja ni mbishi kibao. Sasa baada ya na tayari ameshasikia kale ka agenda, ameshajiandaa, anapofika tunabadilisha mada. Madoshi, kweli ulisema kwamba Mwewesha ataagwa leo eti au kesho? Kwa mazingira nayo, maana nilikuwa najaribu kuanza basi kabla hajaagwa angalau twende tunabadilisha mada. Kwa nini? Anayekuja ni mbishi kinoma. Maana yake atuendelee, yani hutatoka na chochote. Kwanza anawanyamazisha, sijui anafanya nini kwa mazingira yanayowezekana. Kwa watu wanakata, halafu wanasepa. Sura ndara. Wala yasema. Haleluya. Naomba nielewe kidogo. Nimalize na pointi ya 6. Zipo nyingi, lakini naomba nimalize na pointi ya 6 hii ambazo mimi nimeziweka hapa kwa ajili ya kuzungumza na wewe. Mtu anapokataa ukweli unasababisha kuharibu mazingira na rasilimali za asili. Mtu anapokataa ukweli anasababisha kuharibu mazingira na rasilimali za asili. Watakatifu, ukweli ni kutega samaki kwa kutumia mitego. Lakini mtu anayekataa ukweli wa mitego, yeye anatumia sumu. Anaua mpaka na mazalia ya samaki. Sio, unaelewa hiyo? Kwa nini? Amekataa ukweli. Kanuni ya kuchoma mkaa ni kuangalia miti iliyokomaa. Unaruhusiwa kukata, halafu ile ambayo bado unaiacha. Lakini kwa sababu hautaki ukweli, unakata mpaka katoto ka mti. Watakatifu, Geita miezi hii milima ingelikuwa inavuka moshi hivi, ukungu, miaka ile ya nyuma kidogo. Sio, unaelewa? Tena imeishaisha kuja mpaka miaka ya 2000 hapo. Hii milima hii kipindi hiki.
Watu wanaambiwa uoto wa asili unafanya, walielewa. Si wamegawana poli lote kuchoma mkaa wapi sasa? Na Geita kulikuwa na baridi. Sio yako kabaridi unako kaona sasa hivi. Mtu aliyetoka Dar es Salaam akifika hapa anaanza kuhisi ni kama anaelekea kwenda Njombe au anaelekea kwenda Iringa au anaelekea kwenda Mbeya. Kulikuwa na kabaridi akakaenea. Lakini leo baridi lenyewe lipo, lakini la mpaka mtu aliyetoka Dar es Salaam ndo anaweza kuhisi baridi. Lakini kwa mwenyeji hapa hata hajui. Tutoto kunatembea kitovu kiko nje tu kanashangaa mvua imemaliza kunyesha. Wala hakana wasiwasi. Bwana asifiwe. Watakatifu, katika muktadha wa mazingira, kukataa ukweli kunaleta mabadiliko ya tabia ya nchi. Kunachangia uharibifu wa mambo mbalimbali katika maisha. Kwa hiyo kuna sababu ya mtu kukubali ukweli. Na mimi nimesema hizi pointi nikiwa na maana ya kwamba mara nyingi tabia za asili huwa hazikubaliani na ukweli. Tunaelewana? Huwa haikubaliani na nini? Na ukweli. Hata siku moja. Sisi kama unanielewa? Kwa sababu kanuni za mafanikio watakatifu ziko wazi, si ndio? Kwamba mtu anayehitaji kufanikiwa ana vitu gani anavyopaswa kuvifanya ili afikie kwenye mafanikio. Lakini hawezi kukubaliana na hizo kanuni. Mfano, wanaohusika na mambo ya fedha wana kanuni chache za kuishi na pesa. Tafuta pesa, tumia fedha. Umeelewa? Wekeza fedha, zalisha. Unapoweka, yani unapoitafuta pesa ukiipata unaitumia, unaila. Maana yake kuna pesa ya kuliwa, lakini kuna pesa inayotunzwa akiba, na kuna fedha ambayo inarudi kuzalishwa. Ukiukataa huo ukweli, tarajia kuishi bila hela. Sio, unaelewa? Unazeeka, unasubiri wale uliowasomesha wakulishe. Sasa hivi watu wanapeleka mpaka na hoja bungeni, tutunge sheria ya watoto tunapowasomesha watutunze. Ukweli wa Biblia unaonyesha ya kwamba mali na nyumba mtu hurithi kutoka kwa baba yake, lakini mke hupewa na nani? Na Bwana. Lakini sisi leo tunawaambia watoto, hii nyumba ya kwangu, tafuteni ya kwenu na ninyi. Baba, Biblia inasema hivi, mali na nyumba mtu hurithi kutoka kwa nani? Kwa baba. Tena ukimweleza baba yako urithi, mnataka nife, mnaniwazia kufa ili niweje, kwa hiyo mnataka ninyi mna mpango wa kuniua. Waachana na mambo ya kutaka kukuua madoshi. Ukweli wa Biblia unasema mali na nyumba mtu anapewa, anarithi kutoka wapi? Kwa baba. Hata usiponiozesha, maana mke mwema anatoka kwa nani? Kwa Bwana. Utashangaa nimeoa watu, wala hamna tatizo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sisi tunatafuta vyakula wenyewe, unakula unamaliza. Fe. Hata siku ya kwamba mzee wa watu unakufa, ng'ombe wakula kwenye msiba wako wanachanga ndugu au watoto. Ndio maana kuna watu wanachelewa kidogo kwenda msibani. Kama msiba wako ukiwa hauna chochote, watu wanachelewa kuja msibani. Ni lengo ni nini? Kama kuna michango waimalize kwanza wale walioko, alafu sisi tuje tuna rambi. Maana ukiwahi utaketishwa kwenye kikao. Sasa jamani, unajua mzee wetu kama alivyokuwa, na watu wengi wanakuja walikuwa wanamfahamu, sasa tunahitaji mboga. Tukipata ng'ombe wa 1,300,000 hivi,
anaweza akatosha kabisa kula kwenye siku ya msimu na mazingira. Kwa sasa hatuna hela na mashamba alishamaliza kuuza mzee. Kwa nini mazingira mimi nakupa 1000? Mimi na 50,000 hapa. Mimi nina 100,000. Mimi na shilingi ngapi? Huna. Kwa watu wanachelewa kuja. Lakini kama ulitengeneza kile kitu kimekaa, ratiba ya mazishi yako inatengenezewa kwenye simu. Hivi ninyi watu mbona mnakuwa kama mnielewi? Mwenye hela ratiba ya mazishi yake inatengenezewa kwenye mtandao. Tunapiga simu aliyeko Dodoma, aliyeko Marekani, aliyeko Canada, aliyeko Bujumbura, tunaunganisha wote connection. Tunamzika lini baba? Tutamzika baba tarehe 6 mwezi wa 4. Mwili ubebe upelekwe Bugando ukahifadhiwe ili kila mtu afanye vitu. Kwa hiyo wanafamilia kila mtu abaki mahali pake. Tutaanza kuja kwenye msiba tarehe 4. Wanaongelea kwenye nini? Mziko upo. Lakini kama umemaliza kamba na wewe ni kamba kweli kweli, jamani muwahi. Tuje tupange ratiba yako mziko. Nimegundua siri ya mafanikio. Bwana asifiwe. Haleluya. Naomba nisikilize kidogo nimalize. Kwamba tabia za ashiri ni kupingana na ukweli. Halafu unaamua kuchukua mifano ya watu badala ya kuangalia principles za maisha. Mtu anajifariji, mbona baba yangu alikuwa hivi? Mbona mjomba wangu alikuwa hivi? Mbona shangazi alikuwa hivi? No! Kuna aina ya mtu kuishi kwa kuzifuata principle. Unataka kuwa mtu wa aina gani? Unataka kuwa mwalimu? Soma. Unataka kuwa manager? Soma. Kuna vitu, kila kitu kina nafasi yake bwana. Unataka kufanya mining? Kasome. Sasa wewe umejifunza udereva wa kuendesha gari, unataka uende ukachoronge miamba, utaweza? Kaombe kazi ya kuendesha madampa. Sio, unanielewa? Bwana asifiwe. Kwa kila mahali kuna ukweli wake. Sasa asili hutuzuia kukubaliana na ukweli. Ndio maana familia yenu naiona iko hivyo. Kwa sababu kuna mambo ambayo yana uwezo wa kuwaweka huru. Mlisha yakataa. Baba alikataa, mama amekataa, shangazi amekataa. Kwa hiyo ndio maana ukifika la 7 unamaliza mtihani uko mjamzito. Kwa nini sio wa kwanza mimi? Kwenye ukoo, kwani mimi ni wa kwanza? Si unanielewa hiyo? Mara ya 7. Haleluya. Haleluya. Hicho ndicho kitu kinachoelezwa takatifu. Kitu kinachoelezwa. Mungu hapendi rushwa. Lakini unapoajiriwa kitu cha kwanza ni nini? Kupata tu kazi unatumia rushwa. Ili upate nini? Kazi. Na ni Mkristo huyu. Sasa kwa nini usiamini kwamba yote yanawezekana kwa Bwana? Kwa nini unatumia rushwa? Kwa nini unatumia rushwa? Kwa nini usiamini kwamba hakuna lisilowezekana kwa Bwana? Unafika kwa meneja unamwambia nahitaji kazi. Na ni zangu hizi hapa. Kaambia sasa unajua kama sababu nahitaji kazi. Wala yasema. Ni lazima ukubaliane na ukweli. Eneo lolote unalotaka kwenda. Kuna aina ya maisha unayohitaji. Kuna kweli zako unazotakiwa uzivuke ili ufike. Unataka kuwa nani? Kuna vitu vimepangwa pale, lazima ukubaliane navyo ndipo ufike. Kwa mazingira yanawezekana kuwepo, si ndio? Unataka kuwa mchawi, kuna hatua zake unazopaswa kuzifanya ili uwe mchawi. Namfurahia jamaa mmoja alisema neno moja kwamba tajiri anaendelea kuwa tajiri kwa sababu mambo yanayomfanya kuwa tajiri anaendelea kuyafanya. Masikini anaendelea kuwa masikini kwa sababu vinavyomfanya kuwa masikini anaendelea kuvifanya. Kwa hiyo tajiri hawezi kukosa na masikini hawezi
kukosa. Kwa nini? Maskini anajitahidi kufanya vitu vinavyomfanya kuwa maskini, na tajiri anajitahidi kufanya vile vinavyomfanya kuwa tajiri. Hakuna kitu kingine tofauti na hicho. Mungu akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ukubali ukweli. Huwezi kukubali ukweli, baba mama, tarajia hayo maisha unayoyaona. Tukwambieje sasa? Leo kanisani tunaongoza kwa mazingira ya maisha duni, ugumu wa maisha. Unatafuta waongo wako kanisani, unatafuta wazinzi kanisani, vibaka kanisani. Wa Protestant tunajidai kuwa tuna mke mmoja, lakini ndio tunaoongoza kuchepuka. Ukipigiwa hesabu wanaume ulioenda nao, ukapigiwa hesabu wanawake ulioenda nao, ni mara 500 waliooa Selemani 1000. Maana kwanza walikuwa dhahiri. Wewe mchepuko wengine mpaka ulishawasahau na majina yao. Unakumbuka ulipoenda kwenye msiba yule aliyekukumbusha, ukasema ulishakuwa hivi, ulishampotewa, yeye anakukumbuka. Nilifurahia alisemaga kama mfano mmoja mzee Nyagwaswa kwamba ingelikuwa ni kila dhambi kanatokea kana vimba kanani hivi, kuna watu uso ungelikuwa umeshapotea. Yaani ukisema tu uongo kana vimba hapa, ukizini kana vimba tena kengine kapi, ukina kana vimba tena, wengine sura wengine sura hapa zingekuwa zionekana. Kwa zingine yanayowezekana kufanyika kuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Watakatifu, naomba niishie hapo, nikupe tu kipindi cha kufikiria kwamba nenda ujitathmini wewe asili yako na uangalie baadhi ya mambo, kuna kweli zipi umezikataa, na kama umezikataa ndio maana uko hivyo ulivyo. Sio, unaelewa Ndio maana uko hivyo ulivyo kwa mazingira yako. Kwa ni lazima ufike mahali usiangalie tabia zako za asili, mna vitu gani huko nyuma. Maana kuna mwingine anaamini mwanaume kubaki na mke mmoja ni kujidhalilisha, ni kuonekana ni mwanaume. Kwanza hauko kamili, lakini hazikutoshi, lakini mwanamke anakutawala, sijui una nini, na wewe hayo ndio unayoyaamini. Kwa hiyo uko hivyo kulingana na vile unavyoamini. Lakini je, kwenye hicho unachokiamini ukweli wake ni upi? Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa ninakuhakikishia hata kama familia yenu hawaolewi, wewe lazima utaolewa. Kwa nini? Ule ukweli wanaouamini waliotangulia bila kuolewa, wewe unaukubali. Lazima uangukie kwao. Ukikataa ukaenda kwenye ukweli unaotakiwa, utaishi. Kuna familia hazimalizi mgogoro. Sio, unaelewa? Yaani zenyewe ni za migogoro asubuhi, mchana na jioni. Hazinaga hata vikao vya kukutana kuongea, vinakutanaga msibani. Nani kafa, zinakutana pale msibani. Na kwenye msiba pale wengine hata hawawezi kula. Yaani wakishamaliza tu kuzika kila mtu anakuepo. Walishaondoka. Sio, unaelewa? Unaelewa? Kuna familia zingine hakuna shemeji, hakuna mtoto wa mjomba, hakuna chani. Zikikutana iwe kwenye msiba, taongoza mke wa shemeji, taongoza mke wa nani, mke wa baba mdogo. Yaani beba tu. Yaani hazinaga chanini, wewe ni jeuri yako. Wakati wewe unahangaika kumchora kaka yuko wapi, kaka naye anahangaika kukutafuta uko wapi. Sio, unaelewa? Yaani wala hawana shida. Juzi nimeenda hapo nikakuta kakesi, kababa mkwe amelala na mwenga.
Mwenga wala hana hata shida. Yaani wanavyoongea simple tu, kitu cha kawaida. Na wanaeleza nasema unajua bwana, kwa mazingira yanayosikana basi inabidi tu mzee uombe radhi kwa mwanao kwa hiki ulichokifanya, na kwa sababu sisi familia tumekaa inabidi utoe mbuzi ture kama ya kuondoa hiyo laana si na nini. Yaani vitu simple tu. Mzee wa watu wala hata hana shida, binti mwenyewe naye wala hana tatizo. Kawaida tu. Ukoo nao huo ni ukoo. Ukoo kabisa huo. Tena kuna watu wasomi wamo mure, wengine wana masters mure, wasomi wamekaa pale wana. Huo muda wanaongelea kesi ya baba wa na miaka 78. Halafu mwenga aliyeenda naye na miaka 30 na ngapi? Si unaona wa ujinga unavyoendelea. Kwani ni kitu cha kawaida hicho? Unajua kuna mahali mfike mumwangalie shetani kazi anazozifanya na muangalie maisha yenu mnavyoamua kufanya. Kwa sababu kuna kitu kingine hata sio shetani. Kuna vitu mmevitu. Kwa nini? Una evidence. Ogopa vitu vya kutazamia kwenye familia iliyokulea. Mama alikuwa anafanya hivi, baba alikuwa anafanya hivi. Ni vigumu kuziondoa hizo element. Ni vigumu kuondoa hizo principle. Sio kitu rahisi. Kwa mazingira, ndio maana zimekukwamisha. Umelelewa kwenye familia, baba yako alikuwa anapewa maji ya kuoga na watoto. Na wewe unaenda kuolewa na mwanaume, unamlazimisha mume wako kupewa maji. Una uhakika kwamba amelelewa kama ulivyolelewa kwako? Siku ameomba maji ukaagiza mtoto akapeleka maji, hiyo ndiyo mwisho kuoga nyumbani. Utakuwa unamuona anakuja kubadilisha nguo. Kwa nini? Unamdhalilisha. Kila mtu ana namna alivyolelewa kwenye mazingira. Kwa kuna kweli ambayo mtu akikutana nayo anaichungulia hivi kwamba anatoka stoki, sitoki, anapita pembeni. Kwa mazingira yanawezekana. Kwa uwezo kumpeleka mtu mahali. Kwa ni lazima kuna mahali. Kwa hata tunagombana, tunahangaishana, tuna vitu vingi sana tunahangaishana kwenye familia. Hata mahusiano yetu ni kama yanaregarega, yanaenda wapi kwa sababu huyo uliye naye haumfahamu. Lakini ukimjua ya kwamba changamoto ya familia niliyooa, huu kweli na huu walishakataa, utaishi naye. Maana unajua kwamba alishakataa huu. Na hata kama ukitaka kumwambia, kwanza atakufikiria sana kama unaniwaziaje, unanifanyaje. Kwa nini? Ukianza kwa kaka, ukienda kwa mjomba, ukienda kwa nani, ni vitu ambavyo hawezi kukubaliana navyo. Wengine ukiingia kwenye familia zao wanakuambia kwamba sisi huwa tutawaliwi na wenga. Na hata kama wamefikaa vikao, hutamuona mwenga anaongea wala mkwerima. Ni msikilizaji tu. Full stop. Wewe kazi yako ni kusubiri kutumwa. Na wengine wanapokuwa wamekaa vikao, mwenga wa kwerima kazi yao ni kupika huko. Unakuta wale wenga wanatengeneza wali, wa kwerima wamepewa ng'ombe kule wanapika mboga. Ndio wamemalizwa hivyo. Hawawezi. Hivi mnauliza ninyi? Hivi mnaonesha hamna ukoo ninyi mlitokea tu hapa? Mbona mnanishangaa? Kuolewa na mzee ni kitu tu cha kawaida. Kwa nini? Maana hata mama mdogo alikuwa ameolewa na yani kama baba yake. Sijui nena alikuwa ameolewa na, yani ni vitu tu vya nyumbani. Wala hata hamna shida. Na kama hako akoyofuma nabona mharaba wakwe na nafuma na wani kiwani. Kwani kuna shida? Kwani nakoyosi mezana amo chaka hibeka. Yani anaona jambo la kawaida. Baba ameoa katoto kadogo miaka 17, si miaka 10 ngapi. Kadogo unakaelekeza kile kitu unachotaka. Kadogo. Hata mkitanguliza nako njiani hakuna mtu anayewaza kwamba huyu ni mtu na mke wake. Anajua tu huyu ni mtu na mjukuu wake. Na wala hakana shida. Kana kutana na wanawake alikosoma nao. Vipi umeolewa? Nimeolewa. Ni mume wangu yuko nyumbani, kumbe kanaye hapo. Nataka
Kaena kwa mazungumzo za nizidi kuwaonyesha yote wokovu wake zaidi zaidi ni fahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. O zaidi mwanasheria mmoja akamwendea Yesu akamuuliza, ninaweza nifanye nini ili niweze kufikia hatua ya uzima wa milele? Akamwambia, umezishika amri? Akamwambia, tangu utoto wangu ninazijua amri, usiue, usizini, nazijua. Akamwambia, umepungukiwa na neno? Umepungukiwa na neno? Nenda ukaviuze vyote ulivyo navyo, kisha uwagawie masikini, na kisha unifuate. Biblia inasema kwa kuwa moyo wake ulijengwa kwenye mali, akakata mawasiliano na Yesu, akageuka, akaenda zake. Kwa nini? Huo ndio ukweli aliyopaswa kuupita ili afike anakotarajia kwenda, lakini hakuwa tayari. Mtu mmoja Yesu akaingia nyumbani mwake, akamwambia, leo imenipasa niwe nyumbani mwako. Zakayo akamwambia Yesu, Bwana, ninaupokea wokovu, na ikiwa kuna mtu nimemnyang'anya kwa hila, ninamrudishia mara 4. Nusu ya mali yangu ninawagawia maskini. Akachukua hazina yake akawarudishia watu ambao amewanyang'anya kwa hila, na sehemu ya mali akazichukua akawagawia maskini. Akakubaliana na ukweli, wokovu ukakaa nyumbani mwake. Kwa kuna mahali lazima ukubali ukweli ili ufike unapotaka kufika. Lazima ili uwe wa tofauti kwenye ukoo, ni lazima ukubaliane na kweli ambazo ukoo wenu wamezikataa. Hapo ndipo unapata nafasi, unatoka kwenda. Watakatifu, kesho nitajaribu kuangalia vitu vingine, lakini nataka nikupe kitu kimoja leo. Nenda ukakae upumzike, uangalie kuna mambo gani kwenye maisha yako ambayo Biblia inaeleza ukweli, lakini wewe haujaufuata huo ukweli. Na ukiufuata utapata nini nyuma yake? Kisha tengeneza wazo la kutoka pale ulipo kwa kuruhusu ule ukweli Mungu anataka, ili uingie kwenye maisha yako na uanze hatua kufikia mahali ambapo unatarajia kufika. Lazima kuna kitu Mungu atatenda. Na kama kutakuwa na vitu, maana tunatofautiana kwenye mazingira haya. Kuna wengine wanaamini kwenye mazingira ya koo zao, kwenye tabia zao zinaendana pamoja na miungu, zinaendana pamoja na mizimu, zinaendana pamoja na ibada. Watu ambao ndani mwake tabia zao zimeunganishwa pamoja na ibada, zimeunganishwa pamoja na miungu. Kesho tutapata nafasi ya kuwafanyia deliverance. Tutawafanyia
ufunguzi. Tutamwambia Mungu awaweke huru kutoka kwenye hizo nguvu ambazo familia yenu inazimiliki. Tutakutenganisha na hivyo vitu, halafu ili uweze kusurvive kupita kwenye hizo kweli unazoweza ukazifanya. Kesho tutajaribu kuangalia baadhi ya madhara ambayo yanaweza yakawepo kwenye hivyo vitu usipovifanya, lakini tutapata nafasi kuanzia kesho Ijumaa na Jumamosi tutafanya kazi hiyo kwa watu wote kwa namna ambavyo inawezekana, vile ambavyo vimejiunganishwa kutengenezwa, ambavyo ndani mwake vinafuatiliwa na nguvu ya giza, vinafuatiliwa na mizimu, vinafuatiliwa na roho ya kichawi ya uganga. Hivyo ni vitu ambavyo tutavifanyia kazi kuanzia kesho. Ninakutukuza Mungu na Bwana wetu, wewe unayetupenda, unatujua, unatufahamu. Neno lako linasema wewe ndiye kweli, na kweli yako ndiyo inatuweka huru, na tunakuwa huru kweli kweli. Tunakupenda, tunakuhitaji, tunatiwa moyo sana tukikutana na wewe. Baba, asante kwa kutufundisha maneno haya. Tusaidie kukutafakari usiku wa leo, na masaa ya mchana, asubuhi mpaka saa 8, na tunapokutana hapa saa 9, Bwana utatutendea muujiza. Bwana utakutana na sisi. Bwana utakutana na maisha yetu. Ninakuhitaji Bwana, ukapate kuwa pamoja nasi. Karibu Roho Mtakatifu, uzungumze na maisha ya watoto wako hawa. Bwana ukatubarikie na kutusaidia kuvuka na kushinda katika utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen.